Dear people of God, nyinyi watoto wa Mungu, the mission of the church, basi kazi ama kazi ya kanisa, this is the first message by the way, ndio kipindi yetu ya kwanza, is making disciples, ni kufanya wahuduma, not making believers. sio kufanya watu waamini. So the mission of the church is to make disciples, basi kazi ya kanisa ni kutengeneza wahuduma, and not making believers. lakini sio kutengeneza tu wale waamini. Brother Robert, we all know that. Wewe tunajua yote ndugu Robert. We have to make disciples. Lazima tutengeneze wahuduma. If I ask the children, they say the same. Mimi kama ningekuwa mtoto ama watoto wachanga, Making disciples. je, walikuwa wanatengenezwa kuwa wahuduma? But we have one problem in the church. Kuna shida moja ndani ya kanisa. I take Justin Bieber as an example. Basi nimechukua hii picha mfano huu kama mfano. I don't know whether the children know Justin Bieber. Sijui kama kuna wajuzi ama kuna wengine ambao kwamba hawajaamini hapa ndani ya kanisa. Justin Bieber has followers. Watu wengine wako na wafuasi. And he even has believers. Je, wako pia hata na waamini. The two B's. Lakini katika njia mbili. Believers. Waamini. Because he's called Justin Bieber. Je, naandika kwamba BL. Why am I telling this? Mahali ambao kuko na utofauti. Well, it looks as if the words followers and believers, je, mahali ambao kuko na wafuasi na waamini, have become empty words in the church. Je, wanakuja watu ambao wanakuja kinyume ya kanisa. Well, you can follow Justin Bieber. Because unaamini tu kama muamini. You can even believe in Justin Bieber. Unaweza kuwa hata kuamini katika ile hali ambao uko humo ndani. But do you truly know Justin Bieber? Lakini sio kwamba wewe tu ni muamini. People follow him on Facebook. Watu wanatoka nje. But who knows truly Justin Bieber? Lakini yule ambao ni muamini wa kweli ni nani? I think that guy is really lonely. Kumbe pengine watu wanakupenda. Yes. So when the Bible talks about followers and believers, ikiwa Biblia inazungumzia kuhusu wafuasi na waamini, it means the same as disciples. Inamaanisha kuwa kama wafuasi wale wako. Amen? Amen. Okay. And a true disciple is a radical servant of Jesus. Basi yule mfuasi kamili wa Yesu ni yule ambao kwamba amejitolea kufanya kazi ya Bwana. A radical pupil of Jesus. Watu ambao kwamba wameitwa na mwito wa Yesu Kristo. So let's first have a look at what Jesus told his disciples before he went to heaven. Yesu aliambia wafuasi wake kabla hajaenda mbinguni, wafuasi wake. I think we all know that verse. Nyinyi wote mnajua wafuasi wake. Actually two verses. Tutakuwa na Matthew 28 verses 19 and 20. Tutasoma katika Mathayo 20 mstari mdogo wa 18 na 9 hadi 20. That's one of those passages we should know by heart. Ni kitu ambacho tunastahili tujue ndani ya roho zetu. Go then and make disciples of all the nations. Mungu alitengeneza wafuasi wake wote ulimwenguni. Baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Na akaimiza kwamba muamini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Teaching them to observe everything that I have commanded you. Akasema akawafundisha namna ya kuacha kila kitu ndani ya. And behold, I'm with you all the days to the close and consummation of the age. Na muwe mkiwa mnaamini kwa haya katika mwenendo na katika miaka yote ama katika huduma wote. Amen. Please notice that verse 18 says that they would only be able to do all this. Naye unapoenda katika mstari wa haraka wa 18 inasema nitawafanya kuwa waamini. Because Jesus has all the authority in heaven and on earth. Kwa sababu Yesu ndiye aliyepatiwa mamlaka juu mbinguni na hapa duniani. And the disciples could only do this by the given authority of Jesus. Je, wafuasi wake wangeweza kufanya hii bila kupatiwa mamlaka ndani ya Bwana? Yes. After he went to heaven, Jesus would give the authority to them by sending his Holy Spirit. Wakati alipopaa kwenda juu mbinguni, ndipo aliwapatia mamlaka kwa kutuma Roho Mtakatifu. Well, the Holy Spirit is very important. Basi Roho Mtakatifu ni kitu ni muhimu sana. But if you really want to be used in the power of the Holy Spirit, we also need something else. Kama ungependa kuwa na uwepo wa Roho Mtakatifu, unafaa ufanye jambo fulani.
That's what I want to talk about. Ningependa ambayo tunaenda kuzungumzia hivi sasa. The theme of this message is therefore, maneno ambayo tunaenda kuzungumzia kupitia katika ujumbe huu. What do we need most to come nearer to God? Je, ni kipi ambao tunatarajia zaidi kusonga karibu na Mungu wetu? And to lead others to him as well. Na pia kufanya wafuasi wengine pia kumfuata kwa neno lake. So I repeat, what do we need most to come nearer to God? Napenda kurudia kwamba ni kitu gani tutakapotenda ili kwamba tumsongee karibu Mungu wetu. And to lead others to him as well. Ili kwamba naye pia tuongoze wengine pia wafuate kuja kwake. Well, it's an important question. Je, ni swali muhimu sana. Before we have a look at that, I'd like to talk about two kinds of sermons, preachings. Je, kabla hajafika mahali hapo, ningependa tuzungumzie mafunzo ama sehemu mbili za mafunzo that have been preached in a lot of churches all over the world through the years. Ambao imehubiriwa kwa makanisa mengi sana ulimwenguni. And those were good preachings, by the way. Hayo yalikuwa mafunzo mema ama mahubiri mema. And I found out that the main focus had been on being filled with the Holy Spirit. Je, wao wote walikuwa na nia ama katika lengo la kujazwa na Roho Mtakatifu? Well, I take two of my friends as an example. Nataka kuchukua pengine wa rafiki yangu wawili. When Pastor Benny Hinn, one of the America's TV evangelists, basi mchungaji Benham wa Amerika comes to the Netherlands, my tiny country, wakati alipokuja katika nchi yangu Netherlands, he needs help. Alitaka usaidizi. And then we've got Pastor Hans. Pia tulikuwa na Pastor House, mchungaji House. Or we would say here John. Yeah. John. Alikuwa anajiita John. Dutch is Hans. Hiyo ndio. And Pastor Hans does the lighting and sound system. Basi mchungaji Hasi alikuwa akihimiza ama kuzungumzia. Yeah, you know, the lights are very important. Unajua kwamba mwangaza ni kitu ya maana. And we cannot do without the sound. Hatuwezi kufanya bila jua. Okay? So that's what he does. And he is also a preacher. Yeye pia ni mhubiri. And what he told was, kile alituambia ni kwamba about the need to be pregnant of the Holy Spirit. Pia katika mahitaji ya kutayarisha kuhusu Roho Mtakatifu. Jesus' mother was said to be pregnant of the Holy Spirit. Mama wa Yesu Kristo alihubiriwa kuwa alitajwa kuwa amepata mimba kwa Roho Mtakatifu. And he explained that we all should be pregnant of the Holy Spirit. Naye ikasemekana kwamba sisi wote lazima tuwe na mimba ya Roho Mtakatifu. Well, I don't know about you, but Bishop Frederick and I, if we would have a big belly, basi hata kama mchungaji au askofu Fred kama angekuwa na tumbo kubwa, it's a bit strange, isn't it? Ingekuwa kitu kingine ya ajabu tena. Yes, but Pastor Hans was right. Lakini Pastor Hans alikuwa ukweli. We have to become pregnant of the Holy Spirit. Lazima tuwe na mimba ya Roho Mtakatifu. Acts 1 verse 8 says, Matendo ya Mitume 1 mstari mdogo wa 8, that before Jesus was about to leave the earth, wakati Yesu alipokuwa hajapaa kutoka katika dunia, Jesus says they shall receive power, ability, efficiency and might. Yesu alisema kwamba watapokea nguvu na vipawa mbalimbali when the Holy Spirit would come upon them. Wakati Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yao. Pastor Hans said, when we obey God, this will also happen to us. Basi Pastor Hans, mchungaji Hans alisema ikiwa kwamba watakuwa wamepokea, we will all start to live like a pregnant woman. Sisi wote tutaanza kuishi kama wanawake ambao tuko na mimba. Full of expectancy. Kwa sababu tunatarajia. Amen. Amen. Good message. Ujumbe mpya mzuri. Yes. So when Pastor Hinn comes to the Netherlands, wakati Pastor Benham alipokuja katika Netherlands, he needs also somebody else. Alikuwa anahitaji pia mtu mwingine. Not a mzungu. Huyu sio mzungu mnamwona. Pastor Ernest. Pastor Hannes. Yes. And what was he preaching about? Je, alikuwa anahubiri kuhusu nini? He said we should stay close to the Lord. Lazima tukae karibu na Mungu.
and invest in a relationship with Him. Lazima tuwe pia na uhusiano na urafiki pamoja naye. That by living in obedience and spending time with Him, Je, wakati tunapomwamini na tunachukua wakati kuwa pamoja naye, we will be recreated from one degree of glory to another. tutakuwa tukipata jukumu ya kutoka mahali kwenda mahali. Write down 2 Corinthians 3 verse 18. Nataka waandike chini Corinthians 3 mstari mdogo wa 18. Haggai 2 verse 9. Unapoenda katika waraka wa Hagai 2, it even speaks about the fact that our latter glory will even be greater than our former glory. anaongea maandiko haya yanaongelea kuhusu imani ya kutoka katika wokovu wa kutoka katika kwamba utukufu utakuwa wa nguvu kuliko. Well, the Haggai is talking about the temple. Unaposoma katika Hagai inazungumzia kuhusu kanisa. But in the New Testament, we are the temples of God. Amen. Basi katika kitabu Agano Jipya nazungumzia kuhusu sisi ndio kanisa lake Mungu. So the two main messages were about the body of Christ. Basi huu ujumbe huu unamaanisha kwamba jinsi Yesu that we need to live a life full of the Holy Spirit. Lazima tukae katika hali ya Roho Mtakatifu. By obeying God and spending time with Him, ikiwa tunamwogopa Mungu wetu na kukua naye katika kila wakati, we shall receive the power of the Holy Spirit. Je, tutaona nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. And we'll live an expectant life. Lazima tuwe na matarajio ndani ya maisha yetu. A life in which we will be transformed from glory to glory. Ni maisha ambao tutabadilishwa kutoka kiwango hii mpaka kwa kiwango kingine. The most important word seems to be obedience. Basi heshima inamaanisha kwamba ni utiifu. Yes. So if we hear those messages, it's all about obedience. Basi tunapoangalia katika ujumbe wote inamaanisha tu namna ya kutii sana. But there is also a deeper level than that. Lakini pia kuna kiwango kingine ambayo iko zaidi ya hiyo. And that's what my friends and I found out. Na ndivyo rafiki yangu Hans pamoja nami tulitambua. Yes, so let's look up John 3. Wacha tuangalie katika John 3. Yohana 3. This chapter will help us to find the answer to the question. Hili jambo pia tutatusaidia namna ya what do we need most to come nearer to God? Ni kitu gani ambacho tunahitaji ili tukasogea karibu na Mungu wetu? And to lead others to Him as well. Na pia hata kuongoza wengine pia wasogee karibu na yeye. John 3 verses 1 and 2. Yohana 3:1 hadi 2. There was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art the teacher to come from God. For no man can do this miracle that thou doest, except God be with him. Yes, we all know that story about Nicodemus, okay? Tuna historia kuhusu Nicodemus. Well, Jesus immediately gets to the point. Yesu wakati huo kwa haraka sana alipata ujumbe. He says to Nicodemus, you can only enter the kingdom of God after you're being born again. Je, akaambia Nicodemus, unaweza kurithi tu ufalme wa juu mbinguni kama utazaliwa mara ya pili. And Jesus means being born from above. Yesu anamaanisha kwamba kuzaliwa upya kutoka juu. That's what it says in Greek. Ndio hiyo kitabu ambayo inazungumzia katika Greek. Yes, this was understood by Nicodemus. Hii ilikuwa inaeleweka hivi na Nicodemus. It must have come from God, otherwise Jesus could not have done all those miracles. Haingewezekana kwa Yesu kuyatenda isipokuwa yalikuwa yanatoka kwa Mungu. Amen. Amen. When you are born from above, God will be with you and in you. Wakati unapozaliwa kutoka juu katika Roho Mtakatifu, Yesu atakuwa pamoja nawe tena ndani yako. Like he was with and in Jesus. Wakati alipokuwa ndani pamoja na Yesu. What Nicodemus did not understand, hili jambo lilikuwa gumu kwa Nicodemus kuelewa, that he himself needed to be born again. ati kwamba yeye mwanao angeweza tena kuzaliwa mara ya pili. That he needed to be born from above too. Kwamba anataka azaliwe kutoka juu mbinguni. Yes. Jesus calls it being born of water and the Spirit. Yesu akazungumzia kuhusu kuzaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu. That's in verse 5. Hiyo ni unapa waraka wa 5.
Nicodemus thought he was doing the will of God Ya Nicodemus naye alikuwa akifanya mapenzi ya Mungu. by keeping the Torah. Alikuwa ameweka sheria za Mungu. But in order to become a true son and daughter of God, this birth has to be birthed out of water and out of the Spirit. Basi ukitaka kuwa kweli mkamilifu ndani ya Mungu, mtoto wa Mungu, lazima uwe kutoka nje mpaka ndani uwe umezaliwa kiroho. Being born out of water, we all know. Leo kuzaliwa nje ya maji sisi wote tumepitia. When you're baptized, you go under. Wakati unapobatizwa unaelekezwa ndani ya maji. You leave what you were behind. Unawacha zote mizigo uliyokuwa nayo chini. In the water grave. Na chini unayazika chini ya maji. And you stand up in newness of life. Unatoka katika upya wa maisha mapya. Amen. Amen. Being born of the Spirit means that the fullness of God will enter your being. Basi kuzaliwa kiroho kumaanisha kwamba utakuwa na nguvu za Mungu kutoka juu ndani yako. Yes, let's now go to John 3 verses 22 and 23. Hii inaenda katika waraka wa Yohana 3 mstari wa. Biblia inasema, baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao akibatiza. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Uyonani karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Amen. Verses 28 up until 30. You're doing well. Yes. Endelea kusoma katika mstari mdogo wa 28 hadi 30. Ninyi wenyewe mshuhudie kwamba nalisema mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi arusi ndiye bwana arusi, lakini rafiki yake bwana arusi, yeye anayesimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana arusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Also, John the Baptist talks about the fact that people can only receive a new and meaningful life. Yohana Mbatizaji pia alizungumzia kuhusu watu kupokea maisha mapya When they have been given the fullness of God. wakati walipopatiwa uwepo wake Mungu. In John 1 verse 33, Unapotazama katika Yohana 1 mstari mdogo wa 3, he already said that only Jesus can baptize with the Holy Spirit. inaimiza na kusema kwamba ni Yesu peke yake ambaye anaweza batiza kupitia kwa Roho Mtakatifu. So John says that also Jesus is a baptizer. Yohana pia anazungumzia kwamba Yesu pia alikuwa mbatizaji. But not with water, but with the Spirit. Si kwa maji, lakini naye ilikuwa kwa kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Amen. And finally he concludes, he must increase, but I must decrease. Yeye naye kumalizia anaelezea kwamba lazima yeye aenee juu na mimi naye nirudi chini. He must increase and I must decrease. Lazima aongezeke kwenda juu na mimi naye nididimie kurudi chini. Well, actually it says in Greek, he must grow more prominence. Alisema kwamba kweli aliweza kumpatia nguvu wa kuzama, And I must grow less so. lazima nami naye nitoke katika hali ya ulegevu. Okay, then we should first answer another question then. Ningeweza kuuliza swali lingine pia. What is needed most in order to make the Lord more prominent in our lives? Ni kitu gani ambacho kinaweza fanya Mungu kuonekana kuwa mwenye shughuli ndani ya maisha yetu? After that we will search for the answer on the question, what do we need most to come nearer to God? Je, ni kitu gani pia itatuhimiza sisi kumsongea karibu Mungu wetu? And to lead others to Him as well. Ili tuache vitu zote ili kwamba tumwamini yeye. Let's now search for the first answer by looking at two people from the Old Testament. Basi inasema na tunapata jibu kupitia kwa watu wawili kutoka katika maandiko ya Jacob and Moses. Yakobo na Musa. We all know about the story of Jacob. Sisi wote tunaelewa hadithi ya Yusufu. How he stole Esau's first birthright. Vile alivyookoa wana wa Israeli kutoka katika mkono wa Farao. And Genesis 25 talks about that. Napoenda katika Mwanzo 25. And how he got a real trouble because of that.
vile alivyotua akikimbia akitoka katika kifo, because his twin brother Esau tried to kill him. kwa sababu wale Waisraeli walikuwa wanajaribu kumuua. And during one night he was so afraid and so depressed. Wakati usiku mmoja alikuwa mwenye wasiwasi na hofu tele, Then he took a gravestone. kwamba kutakuwa na That's what it says. That's what it says in Hebrew, a gravestone. Alichukua jiwe. Jacob was walking along a very busy road. Wakati alipokuwa anatembea kwenye barabara ambayo ilikuwa na watu wengi, Very long roads. ilikuwa barabara refu. And sometimes people died along the roads. Watu wengine pia walikufa wakiwa kwenye safari, They had to be buried there along the road. walikuwa nazikwa tu katika kando ya barabara. So there was a gravestone. Kulikuwa na jiwe ambalo limetoka kwa kaburi. Jacob took the gravestone and used it as a pillow to sleep on. Akatoa ile jiwe akalitumia kama pilo kulalia. Wow, he was so depressed. Yeye alikuwa na hofu kuwa kaa ndani yake. Then he used the gravestone to sleep on. Je, alikuwa akilala akaanza usingizi mzito? How low can you go? Je, ni kitu gani itakufanya kuelekea chini? But God showed him a ladder. Lakini Mungu naye akamwonyesha ngazi. He gave him some great promises. Akampatia zile ahadi kubwa, zile kubwa. Amen. Amen. Did that change his behavior? Lazima akabadilisha tabia yake. No, not really. Haikuweza kumbadilisha. He had a hard time with his uncle Laban, Aliweza kuwa na wakati mgumu kwa majirani, for whom he had to work very hard. vile alikuwa afanye kazi ngumu To work for the woman he loved so dearly, ili kwamba aweze kumwacha mwanamke ambaye alimpenda sana. Rachel. Msichana alikuwa anaitwa Rachel. But again, Jacob had to run away. Je, akawa kwamba tena wanakimbia upande na upande, Because Jacob's cousins tried to kill him too. kwa sababu Yakobo alikuwa anahofia kuuawa. Always on the run. Wakati wote alikuwa akikimbia, By using tricks alikuwa anatumia kila mbinu, and using his strength. anatumia hata nguvu, Instead of trusting God. badala ya kumwamini Mungu. And how God sent the angel of the Lord Na vile Mungu alituma malaika wake to Jacob. waende kwa Yakobo. Well, we know from the Old Testament that the angel of the Lord was Jesus. Je, wakati huo ambao kwamba malaika wa Mungu alipokaribia pamoja naye, So Jesus spoke with Jacob. Yesu akazungumza na Yakobo. But Jacob was stronger. Yakobo kuwa kuwa na nguvu. Then the angel of the Lord showed his power. Naye na malaika wa Mungu wakaonyesha nguvu, wakamjaza nguvu. And dislocated Jacob's hip. Naye wakavunja mguu mmoja wake. You should know that the strongest muscles in your body are in your hip. Basi ikawa kwamba zile sehemu za nguvu ndani ya mwili yake ilikuwa ndani ya mguu wake. And the next day, his brother Esau would come. Naye asubuhi wake ndugu yake Isa akaja, akapiga kelele. He could no longer rely on his strength and good thinking. Hangeweza kutegemea ama kuegemea katika ile mguu wake kwa sababu ya mawazo. But now Jacob had changed. Naye Yakobo akasema, He trusted God. akaanza kumwamini Mungu. Amen. Amen. Then the story of Moses. Naye historia ya Moses, He served at the courts of Pharaoh. wakati alipotoka katika mikono ya Farao, Had been highly educated. alikuwa mtu ambaye msomi sana. And was probably very capable of good talking. Alikuwa mtu hata mwenye mazungumzo mazuri sana. Later he said, I cannot talk. Akasema, siwezi zungumza. Well, that was nonsense. He could talk very well. Ilikuwa kwamba ni upuzi, angeweza kuzungumza vyema sana. Yes. But like Jacob, he put his trust on his strength and good thinking. Kulikuwa kwamba angeweza kuwa na fikira nzuri pamoja hata na nguvu. We know how that resulted in murder. Basi tumepata matokeo ambayo kwamba yanatoka katika Musa. He wanted to achieve God's goal by delivering the people of Israel. Angeweza kusimama ili kuokoa wana wa Israeli. By using his strength. Sasa kutumia zile nguvu zake. By using force. Ili kutumia ile mamlaka yake. Well, Moses had might and he had power. Basi naye Musa alikuwa na hizo ujasiri na nguvu hiyo yote. Alikuwa akiendelea. And it resulted in a long period, 14 years. Aliweza kutitimia kwa miaka 40. That you had to take care of the sheep. Lazima angeweza naye kuchunga kondoo.
He was already 80 years old. alikuwa miaka 80. We would say, man, that's really old. Alikuwa kweli mwanaume, inaonekana alikuwa amezeeka, And now we could be used by God. lakini angeweza kutumika sasa na Mungu. He had learned to trust on God. Hii kwamba alikuwa amemwamini Mungu. Amen? Amen. What did Jacob and Moses have in common? Wakati kwa nini Musa alipokuwa katika hali ya kuitwa, Well, God had become more prominent in their lives. basi ikawa kwamba alikuwa mtu ambao kwamba alikuwa na ujasiri ama sifa. So God's here, Mungu akasikia. and Jacob and Moses in the backgrounds. Basi Musa akarudi nyuma. So it's the same principle now. Ilikuwa sasa katika hali ya More of God is less of ourselves. basi ikiwa kwamba zaidi ama utukufu wa Mungu naye unatufanya sisi uregefu wetu. Amen? I'll go back to that in a minute. Ningependa kurudi hapo mahali tena. But what helps us to become like them Ni kitu gani inatufanya sisi tunakuwa kama hao? and make the Lord more prominent in our lives? Inakuwa kwamba kufanya Mungu kuwa maarufu ndani ya maisha yetu. Let's have a look at 2 Corinthians 4, verse 7. Wacha tuangalie katika Wakorintho wa kwanza. This verse explains what we will receive after being born again. Hiyo unataka inaenda kutuhimiza kuhusu ni kitu gani tutakayopokea wakati tunapozaliwa mara ya pili. This verse explains what we receive after being born again. Huu mstari huu unatuelezea ni kitu gani huwa tunapokea wakati tunapokuwa tumeokolewa tena. Wakorintho wa kwanza wa pili mlango ni wa 4 mstari wa 7. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Yes, this is such a vessel, a clay pot. Basi hii ni haya ni matoleo ambayo kwamba yametoka. This is us. This is you and I. Hiki kikapu ni wewe nami. We are frail human clay pots. Sisi wote tumekuwa vifaa vyombo vya udongo. Isn't most what we do not inspired by me, myself and I? Sio kwamba imekuwa imeanzishwa kwake tu ama wewe pamoja nami. Well, what does it produce then? Je, inatoa nini? Let's read 1 Corinthians 3, verse 12. Wacha tusome Wakorintho wa kwanza 3:12. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya dhamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. So, if we are clay pots, ikiwa kwamba tutasisi wote, and if we do it for me, myself and I, na ikiwa kwamba kwa mimi mwenyewe, then this comes out. Hili ndio litatokea. Wood, hay and straw. Basi ikiwa kwamba imefungwa pamoja inakuwa na nguvu. And what happens if you throw it in the fire? Je, inaweza kuwa hata ikiwa imefungwa pamoja itupe kwa moto? Gone. Ijende, chomeke. Yes, but there's also something else in us. Na pia kuna kitu kingine ambayo iko ndani yetu. After we born again, wakati tunapokuwa kwamba tumeokoka, there's a treasure inside of us. Basi kuko na hazina ndani yetu. Yes, and the children know what's in the treasure. Je, hawezi jua kwamba hazina kuna hazina, kuna kitu ndani yetu. Gold, silver and precious stones. Angalia kwamba ni dhahabu. Wow. Dhahabu, fedha na vyote ndani. When Jesus is in your heart, je, Yesu akiwa ndani ya roho yako, this comes out. Dhahabu na fedha inatoka ndani yako. Yes, gold, silver, precious stones. Vyote viko ndani yako, vinatoka ndani yako. Okay, so this is us. Hii ni sisi. When Jesus becomes more prominent in our lives, wakati Yesu anaponawili sana ndani ya maisha yetu, gold, silver and precious stones will come out of our lives. Basi kunakuwa kwamba fedha, yani dhahabu na fedha zinatoka ndani yetu. Yes. But what do we need then? Kile ambacho tunahitaji to get the gold, silver and precious stones out. Lazima tujue kwamba kwa hazina yetu itoke dhahabu na fedha.
That's what we need, brokenness. Hiyo lazima ndio tunahitaji, ni kuvunjika, kunyenyekea. Amen? Amen. So we need brokenness. Tunataka tunyenyekee. Brokenness is most important. Tukivunjika ni jambo, kuvunjika ni jambo la maana. More important than obedience. Je, hilo linashinda hata heshima? More important than working hard. Inashinda hata kufanya kazi kwa nguvu. More important than discipline. Inashinda hata nidhamu. All those things help. Hiyo vitu zote zinasaidia. They're good. Ni vyema, but we have to be broken first. Lazima tuwe tumevunjika. Hiyo vitu zote nzuri lazima tuvunjike kwanza. Yes. Otherwise, it won't come out. Iti lazima ivunjike na zitoke ndani yetu. Gold, silver, and precious stones. Lazima kutoke ndani dhahabu na fedha ndani yake. And this is what made Jacob and Moses great men of God. Ndivyo ilifanya Yakobo na Musa kuwa watu wa muhimu mbele za Bwana. They were broken. Walivunjika. Amen. 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 Okay. Well, you might say, Brother Robert, this is not a nice message. Hii kweli si ujumbe wangu. I don't like this. Mimi sijapenda hii. I don't like brokenness. Sipendi vitu ya kuvunjika. But do you want to be used by God in His kingdom? Lazima utumike katika ufalme wa Mungu. Okay, accept that you're broken then. Lazima utakapovunjika hivyo. Yes. That without Him you can only produce wood, hay and straw. Kama hangekuwa yeye, basi hakungetoka ndani nyasi ama pamoja na miti ile ya kufua pamoja. The pastor's wife. Mke wa mchungaji. I don't know her name, but sina name. yes. Mama Beta. I've got something for her. Niko na zawadi yake. Mama, kuna zawadi ambayo unatosha. Do you like it? Unaipenda? It's beautiful. Ni nzuri. Can you smell her? Daddy, nanuka manukato mazuri. Wow. Amen. Hallelujah. Amen. Oh. Na je, unapoikanyaga? Do you know Michael W. Smith? Je, umejua ni ngapi fedha ngapi ambao kwamba zimenunua? He wrote a song we all know. Michael Smith. Mwandiki. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Yes. Jesus thought of you and me. Yesu alikumbuka wewe pamoja nami. He died for you and me. Akafa kwa ajili yako na ajili yangu. He accepted all the blame. Alikubali hayo yote ambayo kwamba yalikuwa yamezungumzwa juu yake. He was made fun of. Alifanywa kuwa kimatusi. Spit in the face. Basi akatupiwa hata mate kwa uso. Struck by fists. Akapigwa hata na makofi mangumi. His beard was pulled out. Basi ikawa hata ndevu zake ziling'olewa. Well, there has been a film. Kuna hitaji, angalia kuna picha. The Passion of the Christ. Angalia kwamba ni Passion of A Christ. very bloody film about Jesus. unapotazama uso wake umeonekana wenye damu mingi. Jesus was whipped for 20 minutes in that film. Yesu alichapwa mijeledi kwa dakika 20. And the blood streamed from his back. Basi damu ikatiririka kutoka kwa mgongo wake. Well, I can tell you it was even worse than that. Naweza kuambia hata pengine ilikuwa zaidi vile tunavyofikiria. His back was beaten so badly. Mgongo wake ulipigwa mijeledi. It was totally open. Ilikuwa tayari ikionekana kwamba imevuka. You could see his organs. Ungeweza kuona yale viungo ndani ya mwili wake. His lungs. Hata ungeweza kuona hata pengine bavu zake. And then he was nailed to the cross. Akawa kwamba akatandikwa msalabani. And he was naked on the cross. Je, alikuwa pale uchi? And above all, he was left by the Father. Basi ikaenda ikiwa hivyo, aliwachwa na baba yake. No longer Abba Father. Yeye angeweza tena kutukumbuka baba yao au kwa baba wetu. But my God, why have you forsaken me? Akaita, Mungu wangu, mbona umeniacha? God had turned his back to his son. Basi Bwana Mungu akawekelea mgongo
akapindukia mtoto wake mgongo. Of all the things Jesus had to endure, Ile kitu yote ambayo kwamba Yesu alikuwa amepitia, this was perhaps the most difficult thing. basi ndio ilikuwa wakati mgumu sana ndani ya maisha yake. You know what killed Jesus? Unajua kile kiliua Yesu? Not the nails, Sio kwamba ni msumari, not the whip, sio kwamba ni mijeledi, not the beating. sio kwamba ni mangumu kumpigwa. What came out of his chest when the spear went in? Wakati kile ambacho kilitoka ndani ya kifua chake wakati alipodungwa na mkuki, Water and blood. ilikuwa maji na damu. Well, you know, when water and blood comes out of your body, Wakati unapoona kwamba maji na damu inatoka ndani ya mwili wako, your heart is broken. basi roho yako imevunjika. Jesus suffered so much stress on the cross. Yesu aliteseka na kuudhika katika msalaba, Daddy! akaanza kuita Baba. My God. Oh, Mungu wangu. So much stress, his heart could not handle it. Alikuwa na mafadhaiko mengi, hata roho yake haikuwa ndani, ikapasuka, His heart exploded damu ikaanza kutiririka. because of death and a broken heart. Hiyo kitu ambayo kwamba ilikuwa lengo la msalaba ni kupasuka kwa damu yake. Like a rose trampled on the ground. Vile unavyoona maua hili inapokanyagwa chini katika ulimwengu, katika For you and me. wewe na mimi. Do you feel his love for you? Je, unaweza kumbuka mapenzi yote kati ya kuna mapenzi yako? Do you truly feel it? Je, unakumbuka kweli, unaisikia? He's your savior. Yeye ni mwokozi wako. But he's not just your savior. Yeye kama mwokozi wako, He is your Lord. yeye ni Amen. mwokozi wako Who died for you. aliyekufa kwa ajili yako. Losing all dignity. Alikuwa akawa mnyonge kwa ajili yako, Naked on the cross. akapigwa katika msalabani, akatundikwa msalabani. Now we get the answer to the same question. Ningependa sasa upate jibu kwa swali la pili. What do we need most to come nearer to God Ni kitu gani tunahitaji ili tusonge karibu na Mungu wetu, and to lead others to Him as well? ni ili kwamba kuacha vyote kwake. Well, I need brokenness. Ningependa kuvunjika. You need brokenness. Je, leo ungependa uvunjike? We all need brokenness. Lazima sisi wote tuvunjike. And I'm not talking about, oh, there are so many difficult things in my life. Sisemi kuhusu hali ya maisha ya kila siku, kunung'unikia na kusema ati nina machungu ndani ya maisha yangu. No, I'm not talking about feeling broken. Nazungumzia kuhusu kujihisi ndani. I'm talking about being broken. Kuzungumzia kuhusu kuvunjika. Being broken by God Himself. Kuwa kuvunjika kutokanako na Mungu mwenyewe. As David said in Psalm 51 verse 17. Jinsi Daudi anavyosema katika Zaburi 51 mstari mdogo wa 17. My sacrifice to God is a broken spirit, a broken and contrite heart. Such a God you will not despise. Toleo langu kwake Mungu ni ile roho ambao umevunjika, ambao kwamba hautakuwemo na madhara yoyote. Perhaps now you say, I am truly broken. Akasema kweli nimevunjika. But will God accept me? Je, Mungu amempa kibali? I'm blind, I'm deaf, I cannot walk. Je, mimi ni kipofu, mimi ni kisiwi, siwezi tembea. I've lost limbs. Nimepoteza hata viungo vyangu vya mguu. Can God use me? Lakini Mungu ananitumikia. Yes, He will accept you. Yesu amekubali wewe. He can use you. Anaweza kutumia wewe. As you admit that you want to be broken by God. Je, utakapokubali kuvunjika ama kuvunjikia Mungu atakutumia. God can use you to lead people to Him. Mungu anaweza kutumikia wewe kuongoza watu kuja kwake. By simply being who you are. Lazima ubaki ule ulivyo. Depend on Him. Inalingana na yeye. In your brokenness. Katika kuvunjika kwako. Amen. Amen. But this was not the end of the story. Yeye sio mwisho wa historia hii. Jesus rose again. Yesu akafufuka tena. That's the great thing about English. He rose again. Aliinuka akafufuka tena. Shika maua tena. Yes. Mama, shika maua. Inuka tena. Amen.